Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu ya Ali KK TV. Ni follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV. Tunasonga mbele na darasa letu, na sasa tuko kwenye herufi D mwanamke. D kama Diana na Doto na majina mengine yanayotamkika katika herufi D mwanamke. Na hapa kama tulivyosema kwamba tunachambua yale ambayo hatukuwahi kuyachambua. Tunawapeni namna ya mbinu za kuishi, kwa sababu wengi bado mnahitaji kuona kwamba kweli ulichotuambia, je, tunafanyaje? Lakini bado darasa ni kubwa ili tuweze kupata kitu kizuri. Kwa hiyo mtoto wa kike ambaye kazaliwa kwa jina la herufi D, anapitia matukio ya mwanaume. Yani moja katika watoto wa kike ambao uzaliwa wao una shida kidogo kwa wazazi wao. Yani mama anapitia matatizo makubwa mpaka kuzaliwa yeye. Na tukumbuke kwamba hatukusema hili kwa watoto wa kiume, huwa wao ndo zaidi. D wanaume tulisahau kusema hiki. Lakini D wanaume ndio zaidi sana. Wanapozaliwa huwa mama zao wanawapa matatizo makubwa sana, hata kupoteza uhai wakati mwingine. Sasa mtoto wa kike ambaye kapewa jina la herufi D kutoka kuzaliwa kwake ni moja katika watu wenye akili sana, wenye kujituma sana, wapambanaji wazuri, na wana power kubwa sana katika tendo la ndoa, kujamiiana. Yani wana nguvu nzuri na wanajisikia hasa katika kufanya tendo hilo la ndoa. Lakini wana power ya kumiliki ndoa nzuri, ndoa ya nyumba kubwa, yani kupata mwanaume anayetokea kwenye familia kubwa au ukoo mkubwa, au mwanaume mwenye heshima fulani, na akawa huyo ndio mume wake. Hii ni bahati yao nzuri sana katika nyota. Mtoto wa kike huyu maadui zake ni watu wa upepo na watu wa moto. Hao ndo maadui zake. Na marafiki zake ni udongo na maji. Asa kwenye upepo C na O, G na S, K na W. Hao ndo watu wa upepo. Sasa hapa uadui upo, lakini hawa wa C na O ndio kutakuwa na matatizo, kwa sababu C na O ni upepo wa vurugu vurugu. Alafu kumbuka wewe ni maji ya kunywa. Kwa hiyo hapa kunakuwa na hatari. Lakini wale G na S, K na W hakuna hatari. Hata kama utakuwa na mume wako, athari za kuwepo, lakini sio kubwa sana, ila wao ndio watakuwa wanapata shida. Yani wewe utapeleka shida kwao. AM na Y kwenye moto, E na Q na I na U, hao ni moto. Na hapa pia tunasema kwenye moto utapeleka madhara, hususani kwenye AM na Y na kwenye I na U kutakuwa na uadui, lakini watakayepata madhara sana ni wao, sio wewe. Ila E na Q hao pia kutakuwa wanawe pia utapata madhara, kwa sababu nao pia moto wao ni moto wa vurugu vurugu. Kwa kumbuka kwamba wewe kama herufi D mwanamke ni moja katika watu wenye sifa ya utulivu, ya asili, na wenye power katika kufanya tendo la ndoa, na watu wanawake wenye kujiamini, na mna nguvu kubwa za kutawala nyumba. Na tukumbuke tumesema kwamba mbali na utawala wenu wa nyumba, lakini ni watu ambao mnatawala nyumba kwa kiwango cha juu, hata kama si yako. Unaweza ukaenda nyumba ya ugenini ukakaa miezi 2-3 ukataka kupanga vitu pale ndani, ukataka kupanga masharti, ni mfumo wenu. Yani mna papara ya utawala katika miji ambayo hata kama sio yako. Lakini moja katika kosa lingine, kutoa maamuzi yasiyokuwa na uhakika. Na hii hata herufi D wanaume wanayo. Kumtolea mtu maamuzi ambayo hauna uhakika nayo. Mfano kwamba labda watoto wawili wamepigana, wamegombana, ni watoto zako au la, lakini ukasikia kesi yao, wewe ukaja kuihukumu ile kesi pasipo kuifanyia uchunguzi na uhakika, ila ukatoa tu maamuzi. Mna mihemko hiyo ambayo wewe inakuwa ni mibaya kwa wakati mwingine. Lakini vile vile mnakuwa na hatari zile za kupata ujauzito na kutoka, hasa baada ya kutimiza miaka 40. Ni vyema sana kama herufi D mwanamke ukawahi kupata mtoto wakati bado kijana, ili ukifika utu uzima usio na hangaika na kupata ujauzito. Kupata ujauzito utu uzima huwa mara nyingi zinaharibika. Na ni moja katika wanawake ambao wana hofu nyingi sana za kuhisi vitu vibaya na kuona vitu vibaya, hasa kwenye sehemu zenye kiza na kwenye nyumba zao. Rafiki zako ni udongo ambao ni B, N na Z, F na R, J na V. Sasa hawa ni marafiki zako, lakini F na R japokuwa ni marafiki zako, kama watakuwa ndo mume wako au ni mtu wako wa karibu,
basi matatizo yatakuwa ni makubwa sana katika maisha yako. Lakini BN na Z afadhali. J na V, huyo ndo mume wako kabisa, anayetakiwa kukuoa. Unastahili kuoana na J na V kwa kuwa wewe ni D mwanamke. D na P, hii ni nyota moja ya maji, lakini H na T ni ya maji kwenye namba 8. Hii D na P ni namba 4, na L na X maji namba 12. Kwa 8 ni maji mafuriko na 12 L na X ni maji machafu. Sasa hawa watu hata kama ni marafiki zako wazuri kina saba za kinyota, lakini wana madhara utakapokuwa nao kwa ukaribu zaidi. Tuchukulie mfano maji machafu ya chooni ukatia kwenye ndoo ya maji ya kunywa. Sidhani kama utaendelea kuyanywa tena, yatakuwa yameshachafuka. Chukulia mfano maji ya mafuriko yakapitia nyumba yako. Hapo hiyo nyumba haitakuwa na usalama, maana vitu vingi vitaondoka. Kama ni maji ya kunywa atakuwa yamebebwa na ile maji ya mafuriko. Kwa hiyo hao ni marafiki zako, lakini kuna madhara. Zingatia, rafiki yako bora zaidi ni yule wa J na V ambaye ndio anastahili ya kuoe. Sasa ukijua hizi nguvu na elimu ambayo tunawapeni ili kujiepusha katika matatizo aina mbalimbali na kujua watu wa kushirikiana nao, hasa watu waliokuwa bora, sio ukashirikiana na watu wasiokuwa bora. Kumbuka kuna wale maadui, lakini wanaweza kuishi na wewe kwa uzuri pasipokuwa na madhara, kuliko wale ambao marafiki lakini kutakuwa na madhara. Na hii elimu nawapa kwa sababu kujiepusha na matatizo, hasa kwa hisi masuala ya kichawi. Kumbuka herufi D wanawake, kutokana na mabadiliko ya kisasa ya mavazi na fashion, ndio yanatoa uhalisia wao wa uvaaji wa nguo. Lakini kikawaida herufi D wanawake huwa ni wanawake wanaojistiri. Wanapenda kuvaa nguo zinazostiri miili yao kwa kiwango cha juu, sio kuachia miili yao. Wako hivyo sana. Na pawa yao kubwa ya tendo la ndoa huwa inawasumbua sana wanaume wengi kumiliki miili yao, hasa katika kujamiiana. Lakini wanawake wenye joto kubwa na wana pawa nzuri katika tendo la ndoa, wanajisikia hasa. Ni moja katika wanawake ambao tunasema ni wazuri kwa tumia hasa nyumbani katika ulezi wa kifamilia kama mama wa nyumbani, lakini wana akili kubwa za utawala, kwa hiyo zinasumbuana na wanaume ambao wanakwenda kuishi nao. Hii ni changamoto ambayo mara nyingi wanaweza kuipitia. Na wao pia wana uzazi mchache, hasa kwa watoto wa kiume. Idadi kubwa wana watoto wa kike, lakini watoto wa kiume si bahati yao kubwa sana, lakini ni wanawake ambao wana nguvu kubwa ya kuchukiwa na ndugu wa mume, kutokana kwamba wanatawala nyumba zao kwa kiwango cha juu. Kwa ndugu wa mume au mtu yoyote ambaye asiyempenda yeye katika mji wake atamchukia. Kama kuna wanawake wenye roho mbaya katika nyumba zao kwa watu wasiowapenda, hawa herufi D wako katika nafasi nzuri sana ya kufanya haya matukio, manake wana roho mbaya iliyokaa kwenye siri. Huwezi kujua kama amekuchukia, lakini ameshakuchukia na kisha kuwa na maamuzi na wewe ya kukutendea wakati amekuchukia. Wana nguvu hizo na wana hatari ya kuwekea sumu waume zao, hasa kikelekwa zaidi. Hiki ni kitu ambacho wanacho. Tunawapeni elimu tu ili muweze kujifunza na kuweza kujisaidia katika maisha yenu ya kawaida. Pia wanapitiaga athari za ngozi, kuwa na magonjwa fulani ya ngozi katika mwili, lakini kwa uchache. Wengi wao wanakwepaga hicho, lakini kuna wao wengi pia wanapata kutokana na tamaduni za kisasa. Madawa mengi ya mangozi na nini, vipodozi, inafanya hicho kitu msikione, lakini mara nyingi wanapitia magonjwa ya ngozi sana. Mara nyingi wanapitia hofu sana, kuhisi uchawi sana, kulogwa sana. Na kama anaenda sehemu ambayo anajihisi kama pengine kuna vitu vibaya, ana tabia ya kubeba kitu ambacho anaamini kama kinga, labda chochote kutokana na kule alikolelewa, labda kama ni kitabu cha kiimani au chombo chochote cha kiimani au chumvi, mkaa, ndimu na kadhalika. Vile vitu ambavyo yeye aliaminishwa kwamba hicho kinaweza kuwa kinga dhidi ya watu wabaya, basi anaweza akakibeba ili awe amejiamini, na hakika akifanya hivyo hicho kitu pia kinamsaidia. Kwa hiyo sio vibaya kufanya. Hizi ni elimu tunawapeni. Na katika kujitambua zaidi katika mila na desturi, basi tukumbushane kwamba kila tarehe 2 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa 12 kwa kila mwaka, tambiko kubwa inafanyika katika mizimu iliyopo Kingwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Wewe pia karibu, njoo tufanye tambiko kwa pamoja, tuombe mizimu kwa pamoja na upate kufanya ibada ya mila zako ili kuondoa shida mbalimbali ambazo zinakukabili. Haya mafundisho tunakupatia.
tuzingatie zaidi. Tunazidi kusonga mbele kwa utaratibu kupata elimu bora. Naitwa Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Na usubscribe na kushare katika channel yetu ya Ali KK TV. Unafollow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Mizimu iliyopo Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Babu Amira ndio unapatikana hapa.